Katika dunia hii kuna watu wengi sana ambao wamepewa majina mengi mazuri. Kuna wengine wamejiita wao wenyewe majina ya kifahari na majina mazuri sana. Kuna wengine kutokana na dunia jinsi inavyowatambua imewapatia majina mazuri na majina ya heshima kubwa sana. Kuna wengine kutokana na uwezo wao, nguvu zao, jinsi walivyo, wameweza kujipatia majina mazuri sana katika dunia hii. Kuna watu wanaitwa warembo, wanaitwa cute, beautiful. Kuna wengine wanaitwa handsome, wengine wanaitwa madon, wengine wanaitwa great thinkers, wengine wanaitwa genius, wengine wanaitwa smart thinkers. Kuna watu wanaitwa waheshimiwa, kuna wengine wanaitwa viongozi, wengine majina yao wanaitwa celebrities, wengine wanaitwa matajiri, wengine ni maboss. Watu hawa ni aina ya watu ambao ni muhimu sana hapa duniani, kwa sababu ndani yake wamewekewa talanta na uwezo mkubwa kwa ajili ya kufanikisha maisha ya hapa duniani. Lakini kundi hili la watu ndani yake pia lina watu wengine hatari sana. Na leo nitakusimulia aina fulani ya kiumbe ambaye amewahi kutokea mzuri, lakini ni hatari sana mpaka leo hii. Kiumbe huyu ni kiumbe ambaye aliumbwa na Mwenyezi Mungu, na uwezo wake ulikuwa ni uwezo mkubwa sana. Kiumbe huyu alikuwa na sifa za kutisha. Kwanza, kuumbwa kwake kiumbe huyu aliumbwa kwa vitu vya thamani sana, kana kwamba dunia haijawahi kuviona. Kwa mujibu wa Biblia, mwanadamu aliumbwa kwa udongo, lakini kiumbe huyu aliumbwa kwa madini, aina mbalimbali za madini. Na aina hizi za madini mifano yake ni mingi, ikiwemo dhahabu, almasi, yaspi, zumaridi, yakuti samawi na mengine mengi ambayo yametajwa katika kitabu cha Biblia. Ukisoma katika kile kitabu cha Ezekieli 28. Lakini kiumbe huyu si kwamba aliumbwa tu kwa namna ya ajabu, bali kiumbe huyu aliishi katika maskani ya Mungu, yani Eden ya Mungu. Na kiumbe huyu alikuwa ni mkuu wa malaika wa Mungu. Maana yake kiumbe huyu alikuwa ni kiongozi. Sifa za kiumbe huyu zilikuwa ni nyingi. Kwa jinsi alivyoumbwa, ndani yake alikuwa na sauti 12 za kuweza kuimba. Kwa waimbaji ambao wanajua uimbaji, wamebarikiwa kuwa na sauti 4 tu, ambazo hizi mtu akiwa na uwezo wa kuziimba ana uwezo mkubwa sana katika uimbaji. Lakini kiumbe huyu ndani yake alikuwa na matari na filimbi. Kiumbe huyu ni kerubi, malaika afunikaye asimamaye mbele za Mungu. Ni kiumbe ambaye alisifu na kuabudu mbele za Bwana, akimtolea Mungu utukufu mwingi, na uso wake uling'ara kwa sababu ya utukufu wa Mungu, na mengine mengi sana alikuwa nayo kiumbe huyu kuliko malaika wengine. Ila kiumbe huyu kwa sababu ya uzuri wake akajiinua na kuwa na kiburi ndani yake. Hekima aliyokuwa nayo ikaondoka na utukufu wa Mungu ukaanza kumtoweka. Kiumbe huyu akaanza kuwa muasi, lakini Biblia inamwelezea ya kuwa alikuwa mkamilifu toka siku alipoumbwa. Lakini kwa sababu ya uchuzi, kiumbe huyu ndani yake akajawa na kiburi. Akaanza kushindana na Mungu. Akasema atakipanda kiti cha enzi juu na ataketisha kiti chake kupita mbingu na Mungu mwenyewe. Kiumbe huyu akaanza uasi kwa sababu ya uzuri wake. Na kwa sababu ya uzuri wake, matokeo yake Mungu akamshusha, akamfutilia mbali katika mbingu,
akamtelemsha, akamwondoa na mahali pake pasionekane kabisa. Kiumbe huyu aliyekuwa na majina mazuri, kerubi aina ya malaika, ambaye mbele za Mungu hukaa na siku zote umwabudu na kumtukuza na kutenda mapenzi ya Mungu. Kiumbe huyu aliitwa Lusifa, lakini baadaye jina lake likabadilika, akaitwa Shetani, akaitwa joka wa zamani. Huyu ni Ibilisi na Shetani. Ndivyo ilivyo kwa sasa kwa wanadamu, kwamba tumebarikiwa vitu vingi sana. Kuna wengine ni warembo wa sura, wengine ni matajiri, wengine wana nafasi nzuri katika nafasi za kazi, wengine ni viongozi wakubwa kama marais na wabunge, wengine ni waimbaji wazuri, wengine ni wahubiri wakubwa, wengine wana talanta nyingi nzuri ambazo Mungu ameziweka ndani yao, kama jinsi ambavyo tunamsoma kiumbe huyu aliyeumbwa kwa namna ya ajabu sana. Lakini kwa talanta hizi pamoja na karama na uwezo Mungu aliotupatia ili kuhakikisha kwamba utukufu wake tunauonesha, lakini sisi ndio tumekuwa wa kwanza kumwangusha Mungu. Wanadamu tumekuwa ni wa kujivuna kupita uwezo ambao Mungu ametuwekea, na badala ya kumwinua Mungu kwa uzuri aliotuwekea, kwa vipawa na vipaji, badala yake tunatumika kwa uasi mbele za Mungu. Sasa shauri hili ni ambalo siku hii ya leo ninakupatia. Ukiwa kiongozi, ukiwa mtu mwenye uwezo wa kiakili mkubwa, ukiwa mhubiri au ukiwa mtu mashuhuri, ukiwa mrembo, ukiwa ni mtu wa aina yoyote mwenye sifa ya ajabu, basi uzuri wako utumike katika kumtukuza Mungu. Kila ulicho nacho ya kupasa kunyenyekea mbele za Bwana, kwa sababu umepewa hivyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini ukiyasahau hayo, ukajivuna, ukasahau kuwa ni Mungu, ukajivuna wewe, Mungu atakushusha na hatima yake ni kupotea, kwanza kwenye maisha ya hapa duniani, lakini hata maisha ya uzima wa milele utaukosa. Upatapo fursa ya kuwa na mambo hayo yote, mshukuru Mungu na utende vyema, uyatumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu hapa duniani, ukiwasaidia wanadamu kuishi wakimwona Mungu ndani yako. Hilo ndilo ombi langu kwa leo. Mungu akubariki sana. Hii ni Sauti ya Nuru Gizani, na mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles. Bye na ubarikiwe sana.